Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Waefeso 1:1. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Spirit. Unaweza kusoma pastor? Anasema, yes. Paulo mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso. Kwa watakatifu walioko wapi? Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Wanaomwamini Kristo Yesu. Kwa hiyo wamekuwa watakatifu kwa sababu ya kumwamini nani? Kristo Yesu au Yesu Kristo. Wamekuwa watakatifu kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo nikasema haujifanyi wewe kuwa mtakatifu, bali unafanywa kuwa mtakatifu kwa kule kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Kwa hiyo hawa watu mpaka inafika wakati wanasemekana ni watakatifu wa Efeso kwa sababu ya kule kumwamini Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hiyo na wewe unaweza kama mtakatifu wa Bunju, mtakatifu wa Magwepande, mtakatifu wa Basiaya, mtakatifu wa Fairway, vyovyote vile, lakini ni mtakatifu kwa maana ya kumwamini Yesu Kristo. Tuko sawa sawa? Na utakatifu huu sio wa wewe kujifanya, ni Bwana Yesu mwenyewe. Haleluya. Na maanisha nini? Tunapewa asili ya Mungu pale tunapozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Tunapewa asili ya Mungu pale tunapozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Andika hiyo point ya muhimu sana. Tunapewa asili ya Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu. Ukisoma maandiko kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 3 kuanzia ule mstari wa 3 mpaka wa 5 mpaka wa 6, Nikodemo alikuwa anamuuliza Yesu kwa habari ya namna mtu anavyoweza kuzaliwa mara ya pili. Yesu akamwambia mtu hawezi kuzaliwa mara ya pili kama yani huwezi kurithi ufalme wa Mungu kama hujazaliwa kwa roho na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alipokuwa anazungumzia kwa roho na maji, kwa maana ya anapozungumzia maji kwa maana ya nini? Ubatizo wa toba. Kumbuka Yohana alikuwa anabatiza ubatizo wa maji kwa maana ya toba, lakini kuzaliwa kwa roho maana yake ni kugeuzwa roho yako. Amen. Kugeuzwa nia kwa roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kugeuzwa nia kwa roho wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwenye ile Warumi sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 2. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai yenye kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika, haleluya, yaliyo mapenzi ya Mungu. Tuko sawa sawa? Kumbe mtu anapozaliwa mara ya pili kwa Roho wa Mungu, yani kwa kumwamini Yesu Kristo, tayari anapewa ile haki, kwa sababu tayari amepewa ile asili. Unajua Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo ukizaliwa kwa Roho wa Mungu umepokea asili ya Mungu ambayo ni takatifu. Haleluya. Kwa sababu tunapozungumzia dhambi ni mfano, unapoona mtu anatukana, kule kutukana ni matunda ya asili ya nini? Yaliyoko ndani. Tuko sawa sawa? Ndio maana ukikuta mtu hajaokoka, kutukana kwake sio jambo la kuuliza, kwa sababu ya asili ya nini? Kuiba sio jambo la kuuliza. Uongo sio jambo la kuuliza, kwa sababu ndani kule bado anatembea kwenye asili ya dhambi. Kwa hiyo uongo unaoona nje huku ni matunda ya ile mbegu iliyoko ndani. Naongea na mtu mahali hapa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho mbingu zinafanya au Mungu anafanya kwa watoto wake pale ambapo mtu anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anazaliwa upya kwa Roho
wa Mungu. Kwa hiyo anapewa ile asili ya Mungu ambayo ni utakatifu. Mungu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunapozungumzia kwamba anazaliwa kwa Roho, maana yake Roho Mungu anaachilia lile kuna kitu kinaitwa tunda la Roho. Amen. Tunda la nini? La Roho. Kwa hiyo unajua mtu ambaye anatembea katika mwili, mtu wa mwilini ni mtu ambaye anajijali yeye. Hawezi kuwa na upendo, na hata akikwambia anakupenda sio kwamba ni kweli. Yaani kuna namna ametarget kitu, sio kwa maana ya ule upendo wa agape. Praise the Lord. Yaani mtumishi wa Mungu, binti unayenisikia hapa, akitokea kijana akakwambia nakusaidia kwa upendo na hajaokoka, chunguza mara nyingi sana. Mwisho wa siku utalipa gharama. Unanielewa sasa? Utalipia nini? Gharama. Yaani mtu ambaye hajaokoka eti kwamba anakusaidia tu, naomba tu mwezi huu una chumba chako nikulipie kodi, mahitaji yote tafanya, akakupeleka shopping ukanunua mahitaji. Ni upendo tu dada fulani. Na hana Yesu, hana nani? Aise, saa ya kudaiwa utalipa nini? Gharama. Lakini mtu aliyeokoka ambaye tayari ndani yake ana tunda la Roho, akikwambia anakusaidia ni kwa ajili ya upendo, ni kweli, kwa sababu tayari huyu mtu anayoyafanya hayafanyi kwa maana ya kutaka sifa fulani au anadai chochote kwako. Hapana, ni kama Mungu tu ambavyo anaweza akamsaidia mtu bila kutarajia chochote. Unaitwa upendo wa agape. Haleluya. Kuna pendo kama aina ngapi? Upendo kama aina 3 hivi. Ukipata neema nitakufundisha siku moja. Sasa upendo huu wa agape ni upendo ambao hautarajii chochote, yani na hauchoki. Kuna aina ya upendo unachoka. Ukienda maana sana msaidia tu, hamna kitu. Shangaa mtu amerudi nyuma. Kuna mtu ananielewa sasa? Kwa hiyo tunazungumzia habari ya nini, watumishi wa Mungu? Utakatifu huu sio wa kujifanya wewe, ni kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Yeye mwenyewe kwa kuzaliwa upya kwa Roho wa Mungu unafanyika kuwa mtakatifu. Kwa maana hiyo, kama wewe ni mtakatifu, maana yake lazima utambue hilo sasa, usiishi maisha ili mradi. Haleluya. Kumbuka mwanzo tulikuwa ni wenye dhambi, tulikuwa tumepotea. Mungu kwa rehema zake akamtoa mwanae wa pekee, akafa kwa ajili yetu ili aturudishe kwenye chanzo kinachoitwa utakatifu na uzima wa milele. Kwa hiyo maana yake lazima mimi nithamini wokovu. Haleluya. Lazima niwe na discipline kwenye nini? Kwenye wokovu. Maisha yangu niishi maisha ambayo sio ya olela olela. Watu ninaoambatana nao ni watu wa namna gani? Je, wana sehemu yoyote ya kunifanya niendelee na huo wokovu, niwe hai kiroho, au ndo watu wanaoniua? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Oh Jesus. Kwa hiyo tumeona hatujifanyi sisi kuwa, ila tunafanyika kwa kule kumwamini Yesu Kristo. Haya, tuone na watu wengine. Wakolosai 3:12 mpaka 13. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 13. Tuende hapo tena haraka haraka tuone wokovu. Wokovu tunapewa haki ya utakatifu. Wakolosai 3:12 mpaka 13. Tuende hapo, mtumishi wa Bwana. Wakolosai 3:12 mpaka 13 wanasema,
Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, basi kwa kuwa mmekuwa wateule, mmeteuliwa. Wateule, kuna tofauti gani kati ya kuchaguliwa na kuteuliwa? Kuteuliwa, yani mfano rais anamteua mtu, hahitaji kura za watu. Unanielewa? Hahitaji kwamba watu wangapi wanamkubali, labda waziri fulani au mbunge fulani au mkuu wa wilaya fulani, kwamba watu wangapi wanamkubali au wangapi hawamkubali. Yeye akimteua amemteua. Kwa hiyo namna yetu ambavyo Mungu ametuteua, hakuhitaji watu wampigie kampeni kwamba hawa wateue au usi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona namna ambavyo tumeteuliwa, si kana kwamba tulikuwa ni watakatifu, tulikuwa wenye dhambi, lakini akatuteua kwa rehema zake, kwa huruma zake ametuteua. Ni wateule. Mwambie jirani yako, wewe ni mteule wa Bwana. Wewe ni mteule wa Kristo. Haleluya! Mteule uwe macho. Mwae kusikia huo wimbo? Mteule uwe. Kumbe sisi ni wateule, tumeteuliwa. Kumbe kama mimi ni mteule, kuna namna ya kuishi kama mteule. Kuna namna ya kuenenda kama mteule. Kuna aina ya watu wa kuambatana nao kama mteule. Haleluya! Hii dunia hujaja kuwa kila mahali uwepo. Unanielewa? Sio kila mahali utapafahamu. Ni pale tu ambapo Bwana anataka upafahamu. Tuko sawa sawa? Sasa wewe kila mahali unataka ufike. Kila mahali unataka upajue. Wewe ni mteule. Amen. Wewe ni nani? Wewe ni mteule. Kuna aina ya sehemu ukienda kama mteule unaanza kuwa na mambo mengine. Tuko sawa sawa? Kuna aina ya watu ukiambatana kama mteule wa Bwana Yesu, mteule wa Kristo, mambo yanaanza kuyumba, kwa sababu wewe unajua mteule tayari ametengwa. Ametengwa. Wewe umetengwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako wewe sio ya kawaida. Usijione wa kawaida. Tayari wewe ni mteule. Unajua mtu aliyeteuliwa, baada tu ya kuteuliwa, status yake inafanyaje? Inabadilika. Saa hiyo ulikuwa unamuona kama baba yako labda mzazi. Kwa sababu ameteuliwa, unaanza kuna namna fulani, kuna walinzi pale. Status imebadilika. Maana ni nani? Teule. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie tena jirani yako, wewe ni mteule. Kama mteule, ishi kiteule teule. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatari wewe unataka kila mtu awe rafiki yako. Kila mtu akufahamu. Kila mtu akujue, yani mtu wa Mungu yani. Wewe ni mteule. Jiambie tena mimi ni mteule. Mimi kuna watu wanajaribu yani wakae karibu hivi. Sasa huyu kuna namna fulani uteule huu unaanza kuona ni kama kuna unamwambia nakufurahia na kupenda kabisa, lakini kwa sababu ya uteule kuna kitu kinafanyaje? Kuna mtu atakwambia kwa sasa hivi, sasa kwa sababu mmeokoka, mmeanza kujitenga na watu, mtu wa Mungu. Wewe jaribu kujikomba komba kila mahali ili wapendeze wanadamu, uone kitakacho kutokea. Halo? Na yamkini hata siku ukiondoka duniani, siku zako zikiisha, yamkini hata kwenye hizo sherehe zako hawatatokea. Ila sasa hivi sasa unataka ujipendekeze, kila watu wakujue wewe, wakufahamu wewe. Sio kila watu. Simaanishi kwamba usiwe na mahusiano na watu, lakini mimi najaribu kutengenezea mfumo maisha yako wewe, jua mipaka yako kama nani? Kama mteule. Haleluya. Unajua kama mteule, maana yake mteule ametengwa, ni chombo cha Bwana. Praise the Lord. Wewe ni chombo cha nani? Hivi sahani unayotumia au kikombe unachotumia kunywea maji, unaweza ukaenda kutawazia chooni, alafu kirudishe mezani. Yaani zinaongea na mtu. Halo? Halo? Sahani unayotumia kulia chakula wewe, unaweza ukawapia kuku.
au mbwa kama unafuga, watumia alafu uirudishe tena. Kwa nini? Umeitenga kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini kwenye eneo la maisha? Naomba tusome lile andiko linasema vyombo, kuna vyombo vingi. Kuna vyombo vingi. Ni wa Thesalonike au wa Kolosai pa? Naomba usome hilo andiko hapo. Hii Roho wa Mungu ameleta hii tuisome vizuri, tujue mipaka yetu kama wateule. Tujue wokovu sio wa kawaida, watumishi wa Mungu. Haleluya. Wokovu sio kila mahali, yani utaenda tu kila jambo utalifanya. Wewe ni mteule, wewe ni chombo. Naomba usome hapo, mtumishi wa Bwana anasema ikiwa ni utaamua kujitenga, kujitakasa, utakuwa chombo chenye heshima cha kumpendeza Bwana. Mnaweza mkaokoka kabisa siku moja, watu hata 10. Wewe ukaamua kujitenga na mambo kadha wa kadha, ukaukulia wokovu, ukafika kiwango ambacho wale ambao walikuwa wanacheza cheza, hata kama wote mliongoza sala toba siku moja, hawana kitu, ila wewe unaanza kuwa na kitu, kwa sababu umekubali na umeelewa kwamba wewe ni mteule, na umekubali kujitenga, kujitakasa na kuwa chombo cha thamani. Tuende hapo, mtumishi wa Bwana. Timotheo wa pili sura ya 2. Tuanze na mstari wa 20, anasema basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, maana yake wapo watu hivi vyombo anavyozungumzia ni watu. Toa akili kwamba ni masufuria. Hawa ni watu. Unajua usipojua hivi vitu unaweza kufikiri ni vyombo kabisa vya miti. Si vipo vyombo vya miti? Kuna hoteli wanatumia vyombo vya miti, vyombo vya asili. Hasa hapa anazungumzia watu, sio vyombo kama vya sufuria au ni sahani za udongo, si za mifupa. Ni watu. Ndio maana hapa anasema ukijitenga, kwa sababu umeshajielewa, umeshajipambanua. Ukijitenga na hao, wamo wote wanasema I'm born again, naenda mbinguni, lakini hawajajitofautisha, hawajafika mahali pa kujitenga. Ndio, sio. Kuta ni wachanganya. Halo? Mwambie jirani yako wachanganya. Wana dilute mambo. Hasa hawafikagi popote watu wanao dilute. Anasema ukijitenga na hao. Endelea hapo. Kiamua kujitenga na hao. Anasema yes. Basi ikiwa mtu amejitakasa, amejitakasa kwa kujitenga na hao. Kujitakasa, yani kuna aina ya mambo wote mlikuwa mnayafanya, lakini baadaye ukagundua kwamba mimi sio haya, mimi sipaswi kuwa hapa. Kwa hiyo mimi nimejitakasa. Ni kujitakasa ni kuacha kufanya vitu fulani, kugeuka, unaachana na kufanya vitu fulani. Umejitenga na wao, wanaendelea na mambo ya kawaida, ila wewe umesema kwa hali hii, kwa maisha haya sitafika kokote. Kwa tabia hizi, Mungu anisaidie sana, kwa mwelekeo huu, maana yake hakutakuwa na matokeo. Sasa naamua kujitenga, najitakasa. Atakuwa chombo cha kupata heshima. Ona, jambo la kwanza, atakuwa chombo cha kupata nini? Heshima. Mwambie jirani yako una heshima. Ukigundua mtu anasema yani mbona hamniheshimu, shida sio watu, wewe mwenyewe umeshajitofautisha. Kwa sababu kuheshimika inakuja wewe unapokuwa umejiheshimu, na kujiheshimu ni jambo la kujitofautisha. Naongea na mtu sasa, yaani kwa mtu analazimisha, maana mniheshimu hivi, mjui mimi ni mtumishi wa Mungu. Sorry. Shida sio tu kujua kwamba ni mtumishi wa Mungu, ila ni namna unavyoishi wewe, namna unavyoongea wewe, namna unavyo behave.
Itategemea, tuko sawa sawa, maisha yako kwa sababu watu hawamheshimu mtu kwa sababu anaweza akachukua maiki na kuomba, yani amna. Watu wanaanza kuangalia maisha ya mtu siku kwa siku. Je, haya anayasema anayasimamia siku zote? Mungu atusaidie sana. Tuko sawa sawa, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba namna ambavyo mtu ameokoka na kiwango cha kufikia kujitofautisha mpaka awe na heshima au mpaka aitwe mtakatifu na watakatifu wa Efeso. Sio tu jina, ila ni maisha wanaishi. Endelea hapo mtumishi wa Bwana. Endelea hapo. Oh, ndio kilichosafishwa kimfaacho Bwana. Kilichosafishwa kimfaacho nani? Bwana. Kimfaacho nani? Bwana. Kimfaacho nani? Bwana. Kimfaacho nani? Bwana. Umeanza kuona aina ya maisha hapa, sio kinachomfaa rafiki yako. Wewe ni tayari ni mteule, chombo kinachopaswa kimfae Bwana Yesu. Sasa hapo utachagua, je, uwapendeze watu au mpendeze Bwana anaitwa Kristo, anaitwa Yesu? Halo? Kuna mtu anaongea naye mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina ya watu wameamua kuwapendeza wanadamu na waliishia kusifiwa na wanadamu. Na wanadamu, kumbuka, wana muda. Wanaweza wakakupungia hivi, saa ikifika hawana muda na wewe. Lakini afadhali uwe chombo cha kumfaa Bwana, cha kumpendeza Bwana, ili maisha yako siku zote Mungu akuheshimisha. Amen. Naomba nisaidie huyu mtu wa Mungu. Si kama yuko na mimi. Upo na mimi pastor? Naona unakaa sana kwenye daftari. Umezidiwa na ufunuo. Haleluya. Imeisha? Malizia hapo tuvuke kidogo. Anasema kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kimetengenezwa kwa kila kazi. Kimetengenezwa. Nani aliyekitengeneza? Bwana mwenyewe. Na pia kimetengenezwa kwa kila kazi njema. Kumbe wewe hauwezi kuwa kila sehemu, hauwezi kuwa kwenye kila kazi. Praise the Lord. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wa Askofu Ibrahim Amas, akasema siku moja kule kwao, mara ya kwanza kabisa mshirika alifariki. Sasa wale waliofiwa wale wakasema kwa sababu ni mshirika wamleta kanisani, waje waagie kanisani. Yeye akakataa. Akasema hapana, tutaagia wapi? Huko tu nyumbani kwao. Na baadaye wakataka viti navyo viende wapi? Msibani. Akasema no, hivi ni kwa ajili ya kazi. Sasa kama hivi vitu vya humu ndani hivi ni vyombo vimetolewa kwa ajili ya Bwana, je, wewe si zaidi? Umeona? Sasa mtu wa Mungu, nataka nikusaidie, maana unajua kuna watu wanaishi maisha ya kawaida sana. Yaani kuna mtu anaishi maisha ya kawaida, yaani hajajitofautisha kabisa. Yaani kila watu yani ni watu wake. Huyu ni wangu. Tunafahamiana naye. Najuana naye. Tulisoma naye. Ni sawa. Tunajua ulisoma naye mpendwa. Lakini wewe tayari ni nani? After utaanza kujifariji. Hivi je, ukipata shida hawatakusaidia? Jitofautishe. Haleluya. Na mimi sijasema usiwasaidie, wasaidie. Lakini fika mahala, fanyaje? Wewe ni mteule wa Bwana, ni mtakatifu wa nani? Wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Unajua mimi naweza ikafika hapa nikakaa hata mwezi sijaenda pale center. Hapo unapopaona. Naweza kakaa hapa mwezi mzima nipo hapa sijaenda pale. Niende nikafanya nini? Nahitaji kitu, nitaagiza mtu. Bwana Yesu asifiwe.
naelewa kwamba kuna aina ya maisha usipoamua kuyaishi hauwezi kufikia viwango fulani vya kiroho. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Tuko sawa sawa? Aya, imeisha. Aya, tuendelee na pointi nyingine. Pointi namba 6. Tunaenda pointi namba 6. Wokovu ni kukombolewa jumla kutoka kwenye vifungo vya dhambi, magonjwa na uongozi wa shetani. Wokovu ni kukombolewa jumla kutoka kwenye vifungo vya dhambi, magonjwa na uongozi wa shetani. Hii ni maana ya 6 ya wokovu. Wokovu ni kukombolewa jumla kutoka kwenye vifungo vya dhambi, magonjwa na uongozi wa shetani. Hiyo ni tafsiri pia ya wokovu. Haleluya. Narudia mara ya mwisho ili uandike vizuri. Wokovu ni kukombolewa jumla, sio reja reja, jumla. Kutoka wapi? Kwenye vifungo vya dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, kwenye magonjwa, kutolewa kwenye magonjwa, kukombolewa jumla kutoka kwenye magonjwa na uongozi wa nani? Wa shetani. Yaani haui tena chini ya mamlaka ya shetani. Tuko sawa sawa? Sasa tunapojifunza hivi vitu, watu wengi unajua, mtu ukuta ameokoka lakini bado shetani anampiga kwa sababu hana maarifa. Sasa tunapojifunza tunapata uelewa na tunapata ujasiri na ufahamu. Ufahamu ndio unaweza kukutunza, ufahamu ndio utakao kulinda. Biblia inasema kwenye Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kumbe maarifa yanaweza kumfanya mtu akawa salama. Amen kanisa. Haleluya. Mungu anachokifanya au Yesu anachokifanya anapokutana na mtu anayetaka kuokoka, jambo la kwanza anamsamehe dhambi zake, anakombolewa kwenye utumwa wa dhambi. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, anakombolewa kutoka kwenye magonjwa, kila aina ya magonjwa ambayo unajua wewe Tanzania, duniani kote, yote unatolewa kwenye utumwa wa magonjwa. Na pia unatolewa kwenye uongozi wa shetani. Hauongozwi tena na shetani, kwa sababu tayari wewe ni mwana wa Mungu. Umetoka kwenye familia ya shetani, ya baba shetani, na kuhamia kwenye familia ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Sasa usije kama umeshaokoka unakiri tena, unajua ile pumu ya bibi yangu ile ndio inayonisumbua. Wewe mbona umeshahamishwa? Haleluya. Vile vidonda vya tumbo sio vya bibi, vya shangazi vimenirukia. Wewe umehamishwa, umekombolewa. Haleluya. Tuko sawa sawa? Shakombolewa. Naomba usome Zaburi 103 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Zaburi 103 mstari wa 3 mpaka wa 4. Anasema, akusamee maovu yako yote. Jambo la kwanza, akusamee nini? Maovu yako yote. Maovu yako yote. Yaani maovu yote unayojua wewe uliwahi kuyatenda mpaka siku ulipookoka, yaani yote umefanyaje? Umesamehewa. Mwambie jirani yako, umesamehewa maovu yako yote. Haleluya. Umesamehewa maovu yako yote. Mwambie usijihukumu tena. Haleluya. Alafu jambo la pili anasema akuponya magonjwa yako yote. Akuponya magonjwa yako yote. Yaani yale ambayo hayajawahi tokea, yalikuwa yamkini alisubiriwa yaje yatokee baada ya miaka kadhaa, nayo umeponywa, hayatatokea tena, hayatakupata tena. Na hata ukianza kuhisi harufu yake, uyaambie, ei magonjwa, mimi nimesamehewa dhambi,
Alafu unajua dhambi ndio mlango wa magonjwa. Kwa hiyo kama dhambi ni mlango wa magonjwa na tayari wewe umesamehewa dhambi zako zote, maana yake hakuna tena mlango wa magonjwa kwenye maisha yako. Hakuna tena mlango wa magonjwa kwa mwana wa Mungu aliyeokoka. Haleluya. Kwa mujibu wa neno la Mungu. Kuna mtu sasa maana hata wengine ni Wakristo wanaumwa, labda hawajajua haki zao. Sasa neno, nani anaweza kulipinga neno? Kuumwa kwako au kuumwa kwa yule haimaanishi neno la Mungu limepungua nguvu. Kuna mtu ananielewa? Yaani ukiona hata mtu anasema ameokoka na ameugua, ameumwa, haimaanishi neno la Mungu limetanguka. Ni yeye hajajua namna ya kujiposition ili achukue uponyaji wake. Kwa sababu tayari Yesu alishafanyaje? Alishalipa. Haleluya. Yesu alishafanyaje? Alishalipa gharama. Magonjwa yako yote yameponywa. Pastor, how are you? Mkao wako unifurahishi pastor. Na unafunga macho. Na mimi sitaki ufunge macho. Nishakufundisha nikiwa na ubiri hapa, ukiniangalia kuna roho inafanyaje? Inakuingia. Aliposema nami roho ikafanyaje? Kaniingia. Kuna miamala ya kiroho tunaambukizana. Yamkini nilikuwa bado kuna aina fulani ka ugonjwa kananyemelea ili unaponisikiliza tu hivi unakaza macho hivi unaingiwa na uzima. Si kama unanielewa? Sasa ukifunga macho hivi maana yake ni kama unapingana, hamna. Maana jana tu yule ndugu yangu na ameokoka aliugua. Ni yeye, sio neno la Mungu. Naongea na mtu. Neno la Mungu ni kweli na amina. Ukiona askofu anaumwa haimaanishi neno la Mungu limetanguka. Kweli ya neno kwamba naongea na mtu. Ukiona mzee wa kanisa ameugua haimaanishi neno la Mungu limefanyaje? Kwamba limetanguka, limekuwa la uongo. Hamna, ni yeye ameumwa ila sio neno. Naongea na mtu. Kipimo chako usijipimie kwa baba yako wa kiroho kwamba baba mbona alisema, mbona na yeye amepatwa sio, na nijipimie kwenye neno. Jipimie kwenye nini? Neno ndo mwisho. Si anaweza kaa anaongea tu hivi kumbe na yeye hajaliishi. Kuna tofauti ya mtu kuongea kitu na kuishi kitu. Tuko sawa sawa? Ibuje leo naga mtu anaamka usiku anawakemea wachawi afu ndio siku hiyo. Yaani ndio amemuijia sasa asubuhi anaamka amechanjwa. Maana niliwakemea sana. Yaani yule alikuwa anakemea kwa nje ila ndani hana power. Yaani naongea na mtu mahali hapo. Yaani usiku mmeniwasha, nafunja shingo, nafunja uti wa mgongo. Yaani ndio ile tu unajifunika kidogo. Bodi. Yaani alikuwa anaomba maombi ya kujihami ila ndani hana nguvu. Naongea na mtu. Kwani imeondoa neno la Mungu, imeondoa ukweli kwamba neno la Mungu sio moto. Si ni moto ulao. Bwana wachai mpaka wameingia kwa hiyo. Ni yeye sio neno. Ni yeye sio nini? Sio neno. Neno liko pale. Sasa ndio maana umekuja hapa ule shule ili uanze kubadilika kwenye namna ya mtazamo. Kwa sababu kinachowatesa watu wengi si kana kwamba upako labda umepungua au neema imepungua, ni ule uelewa, ufahamu. Haleluya. Haleluya. Neno ni tamu sana. Yaani mimi ninapofundisha hapa nasikia raha. Sijui wewe uliyekaa kwenye kiti. Sikia raha. Nasikia yani ndani kuna fukuto fulani zuri. Sikia raha kwa sababu ya neno la Bwana. Haleluya. Sasa usiposikia neno utasikia nini? Yale yote unayoona duniani haiwezi kukusaidia. Hata wangeenda wakakupikia pilau nzuri kila unaona inakinaisha. Bado utaona unahitaji uwepo wa Mungu, unahitaji neno la Mungu. Praise the Lord. Aya, mtu wa Mungu. Tuende pale Mathayo 1:21. Mathayo 1:21. Tuende hapo.
Shanda rabusata rata balabusata. Thank you Holy Spirit. Anasema yes, kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21. Twende hapo mwanangu, tuchelewe. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kumbe Yesu alikuja kuwaokoa watu kutoka kwenye dhambi zao, na wewe amekuokoa kutoka kwenye nini? Dhambi zako. Sawa? Na mimi ameniokoa kutoka kwenye dhambi zangu. Haleluya. Tukiangalia haswa dhambi kubwa ni asili yake ni kutokea wapi? Kwenye anguko pale bustani ya Eden. Biblia inasema kwa mujibu wa maandiko wa Warumi 5:12 inasema watu wote ulimwengu mzima wakatenda dhambi, mauti ikafanyeje? Kwa hiyo kila anayeokoka leo si kana kwamba kuna dhambi mpya anayoifanya. Dhambi ni ile ile, ila tu kwa sababu ilikuwa hajapata ufahamu wa kuongozwa sala toba wa kumjua Mungu. Akiongozwa sala toba ni ile ile tu, dhambi ni ile ile. Unajua mtu kama hajaokoka bado anatembea kwenye ile asili ya nini? Ya dhambi, anguko. Mungu atusaidie sana. Halo. Kwa nini nikuuliza swali? Kuna matusi mapya. Ukikuta labda Dar es Salaam anatukana, ukienda pia na Dodoma ni yale yale. Kwa utagundua chimbuko lake, mzizi wake ni kwenye dhambi ile. Halo. Kwamba umekuta kuna mtu ameanzisha matusi mapya, ameyamodify. Fanya modification ya matusi. Ya zina. Modification ya uasherati. Ni ile ile. Kwa sababu chimbuko, source, mzizi ni anguko la wapi? Sio, unanielewa mtu wa Mungu? Haya. Praise the Lord. Naomba tuendelee. Tuende kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Petro wa kwanza naelekea mwishoni. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Kaya balaka tushkalabai. Rato shakapa. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24. Naomba usome hapo msomaji. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza. Imepotea? Hebu tuende hapo kama utakuwa umepata sasa. Haleluya. Haujafika, mwingine anaweza kumsaidia. Anasema mkisha kujitakasa. Mkisha kufanyaje? Kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. 24 anasema, yes, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Yeye mwenyewe nani huyu? Kristo. Yesu alizichukua dhambi zetu katika nini? Katika mwili wake. Juu ya nini? Ya mti. Juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, yani kwenye dhambi tuonekane tumekufa. Unajua kitu kilichokufa hakiwezi kufanya chochote. Na maanisha nini? Mfano rahisi ni sawa na mtu ambaye ni towashi. You know about towashi? Yaani towashi hata ungemgusa mwili asikii chochote, kwa sababu mwili wake kwenye sense zile amefanyaje?
amekufa, yani hasikii chochote. Unanielewa? Sijui kama umenielewa. Nimeeleweka? Toashi ni mtu ambaye yani kwenye maeneo fulani sasa amekufa, yani kwenye hisia za mwili amefanyaje? Sasa natolea mfano ili uelewe namna tuwe wafu katika namna ya mambo ya dhambi, alafu tuwe hai katika mema. Yani kwenye dhambi tusijue lolote, kama mtoto ambavyo hajui dhambi. Ni sawa? Hajui matendo ya uovu, hajui kutukana. Yani mtoto ambaye amelelewa vizuri, achana wale ambao unaweza kuta ameshinda labda kwenye vichochoro kule. Kuna walimu fulani wa vichochoroni wanaomfundisha, fanya hivi, ongea hivi. Unanielewa, mtu wa Mungu? Haleluya. Ni sana yule binti yangu pale, yeye akikwambia kitu ni kweli, yani hawezi kudanganya. Amen. Akikwambia mtu fulani huko kanisani ni kweli. Sasa usije ukasema huyu naye anaongea kweli. Ni kweli. Haleluya. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo tunaona hapa kwamba Yesu Kristo alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Yaani kule kwa kusulubiwa kwake. Kwa kusulubiwa kwake amefanyaje? Amezichukua dhambi zetu katika mwili wake. Alifanyika laana ili tuwe baraka. Haleluya. Naongea na mtu. Imeisha. Mathayo 8:17. Mathayo 8:17. Twende hapo haraka haraka. Mathayo 8:17. Hapa inazungumzia kwa habari ya uponyaji, namna Yesu alivyo lipa gharama kwa habari ya uponyaji wako. Ukiendelea kuugua magonjwa ya ukoo na nini, ni wewe tu umetaka. Yesu alishamaliza, umeshalipiwa deni. Twende hapo, mtumishi wa Bwana anasema Mathayo 8:17, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu. Mwenyewe aliutoa. Kutoa ni kuchukua. Aliuchukua udhaifu wako, umechukuliwa. Ewe mteule, udhaifu wako umefanyaje? Ndio maana ukiona ni kama umeamka sio wewe, uambie udhaifu, Yesu alishachukua. Unafanyaje hapo? Sio unaanza kuentertain. Yani kichomi cha kisogo. Alichukua udhaifu wako. Haleluya. Amen. Yani hata kama magonjwa sio ya babu, kutoka babu, bibi, na yamechukuliwa. Haleluya. Ukitaka kuendelea kuumwa ni wewe. Yesu alishafanyaje? Shachukua. Yani ukilielewa tu hilo, yani unatembea kifua mbele ukiwa na amani sana. Ugonjwa wenyewe unajua kabisa hapa hatuwezi ingia, kwa sababu huyu anaelewa kwamba Yesu wake. Haleluya. Huyu ndio maana Mungu aliyeokoka anapaswa kuyatambua haya. Unapaswa kuyajua haya. Nje na hapo utakuwa kila siku umeenda kupanga foleni sehemu. Kuna ndugu mmoja akasema, kwa nini Mungu aliweka sasa madaktari? Madaktari wamewekwa, hospitali zimewekwa kwa ajili ya watu ambao hawajaelewa, in fact ambao hawajawa kwenye kiwango cha wana wa Mungu. Nikuuliza swali, wana wa Israeli wakati wametoka Misri kwenda Kanaani, kulikuwa kuna hospitali yoyote? Biblia inasema walitembea miaka 40, miguu haikuvimba wala nguo hazikuisha wala viatu. Maana yake walikuwa wanatembea katika afya ya kiungu. Sasa na hiyo afya ya kiungu ili iwe kwako, lazima uwe pia na jukumu la kiungu pia. Yaani unaomba utembee kwenye afya ya kiungu kwa ajili ya nini? Kama mwana tu wa Mungu, haya sawa, hongera. Haleluya. Kwa sababu nimeokoka. Haya, haina shida. Lakini pia uwe pia ni mtu ambaye unawajibika kwenye jambo fulani la kiufalme. Amen. Amen. Tunaelewana watumishi wa Mungu. Haya,
alichukua udhaifu wetu. Anasema yes, na kuyachukua magonjwa yetu. Na kuyachukua magonjwa yetu amechukua. Mwambie jirani yako, magonjwa yako yamechukuliwa. Kwa nini bado unataka uwe nayo na wakati yamechukuliwa? Yaani mimi nakushangaa, yani unaamka asubuhi tu unakiri unaumwa eti, na wakati magonjwa yamechukuliwa. Kwa hata tunachokiona ni kiini macho, magonjwa yamechukuliwa. Mwambie jirani yako, magonjwa yamechukuliwa. Hizo ni mbwembo tu, ni kama simba ungurumai, ni kama wewe hauna ugonjwa wote, magonjwa yamechukuliwa. Haleluya. Yaani anakuja hapa anakutisha. Unauma, yamechukuliwa. Haleluya. Magonjwa yangu yamechukuliwa. Yaani miaka mingi, miaka 2000 iliyopita, magonjwa yangu sio leo ndo yataanza kuchukuliwa, muda mrefu. Hivyo mwa kuona wazazi wanamwandalia mtoto hela nini akaunti yake, yaani ile anapokuwa tu tayari anakuta vipo vitu. Ndio Yesu alichokifanya. Yaani wewe hata kabla hujazaliwa Yesu alishachukua nini? Yaani unazaliwa tu unajielewa, unamwamini Yesu, ya magonjwa yamechukuliwa. Najaribu kuongea hivi na kazana ili ufahamu wa mtu fulani uelewe. Magonjwa amefanyaje? Yamechukuliwa, aliyachukua. Maana kama uelewi, aliyachukua. Magonjwa yake alifanyaje? Aliyachukua. Yaani unajua tangu mtu anakuwa anajua ni akipata na nini hospital. Kwa hiyo akili ikatengenezewa ngome. Ndio maana mtu kimwambia unaweza ukakaa bila kuumwa, anazo wewe ni kiburi. Aliyachukua. Nataka ikae kwenye ufahamu wako. Magonjwa yako yani Aya. Unajua moja ya kitu ambacho kimetulemaza ni ile lifestyle ile. Tunakuwa umepatwa siki faduro. Si degedege. Mpaka inafika mahali mzazi, mtoto akikwambia kichwa kinauma, kuna nani pale, paracetamol. Si paracetamol. Kuna panadoli. Si ndio imeandikwa hivyo? Panadol. Chukua hapo ujinani, punguza maumivu, yakizidi tutaenda kwa daktari. Halo? Nakumbuka jana na binti yangu huko pale. Akaniambia kichwa kinagonga, nikamwambia anza kuzunguka hapa, omba. Si ulipona? Maumivu yaliisha. Haujanywa dawa yoyote. Yaambia omba hapa. Hapa magonjwa yalishachukuliwa. Haleluya. Hebu jiambia na wewe, magonjwa yalishachukuliwa. Yaani kuanzia kwangu mpaka na kwa watoto wangu, kwenye uzao wangu, kwenye familia yangu, magonjwa yalichukuliwa. Aliyachukua magonjwa yangu yote. Haleluya. Kwani jamani ni stori zangu au ni andiko? Aliyachukua ni magonjwa yetu. Sasa wewe ukiugua, kiumwa, sio Yesu. Yeye alimaliza kazi yake. Ni wewe tu labda kwa kutokuelewa, au umeamua siku hiyo kulala nyumbani. Naongea na mtu sasa. Unajua unaweza ukaamua ngoja tu leo nipumzike, ila kisingizio kwamba nagonjeka. Magonjwa yako nataka ikukalie kweli kweli, ili hizo hela ambazo ulikuwa unapeleka huko unaleta hapa, tununue maiki, tuhubirie watu waache dhambi, wamwamini Bwana Yesu.
Haleluya. Ulete tununue speaker. Ulete tukahubiri Injili. Haleluya. Siku moja, ni ushuhuda wangu mimi, nikaanza kusikia kama hali. Sema kama hali. Kaanza kusikia kama hali. Siwezi kusema hata kama ni ugonjwa, ni hali. Na siku nakumbuka nilikuwa na akiba fulani hivi kama 1,500,000. Nikasema, Bwana Yesu, kuliko hii 1,500,000 kuipeleka kwenye mambo fulani kutokana na hali, si ni heri nitoe iwe sadaka kanisani? Halo? Alafu kuna wazo lingine linaniambia nenda ukacheki hali. Na amekazana kweli. Kuna jamaa anaongea rohoni kwenye mawazo, nenda. Unajua mambo mengine usipuuze, ujui ni nini. Ni muongo, magonjwa yangu. Ni liongo hili. Liongo ni kama simba ungurumaye. Liongo, sema shetani ni liongo. Liongo ni baba wa uongo. Biblia haisemi shetani ni baba wa uzinzi, anasema ni baba wa uongo. Asemi ni baba wa uasherati, ni baba wa uongo. Ni liongo na kudanganya eti kwamba eti unaumwa, eti unajisikia vibaya. Ni liongo, udhaifu wako. Haleluya. Haleluya. Kwa kusema hivyo tayari uzima umo ndani yako. Mashetani ya ukoo si ya nini ameshajua, hayaji tena. Na nielewa haya mambo sasa. Sasa hizo hela unapeleka huko si wapi? Leta huko kanisani. Tununue sisi vyombo vya muziki, speaker, tukahubiri Injili. Haleluya. Ukisoma ile Isaya 53 pale, mstari wa 4, wa 5 na wangapi anasema alichukua udhaifu. Sio tu magonjwa, mpaka na nini? Yaani ukiamka nasikia si udhaifu. Amefanyaje? Amechukua mpaka udhaifu. Moja ya ushindi utakao kuwa nao ukiamka ukisikia si mwambie Roho Mtakatifu, hebu nifanyie massage. Haleluya. Umenielewa? Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Shangaa mara umeanza kunena raka poshekete la mando, ndio massage imeanza rimando kosayana. Mwisho wa siku unashangaa umezama rohoni, ukitoka ndio nasikia uzito, maana haupo tayari. Inaeleweka? Sasa shetani apenda kusikia watu wa Mungu wanaambiwa mambo kama haya. Anataka tu wao mnatishwa tu. Iliona usiku kuna bibi moja ana kilemba cheusi alikujia. Hamna, hizo hapa hazipo. Magonjwa yetu, hakuna uchawi wala uganga katika nyumba ya Israeli. Hesabu 23:23. Hamna mambo ya kutishana hapa. Sisi tunakiri ujasiri. Unielewa? Hata kama ulikuja hapa walikuloga mpaka uchawi upo kwenye kope, ukiingia haya malango, uchawi wako wote ulifanyaje? Walio kuloga hawawezi endelea kuloga tena, maana umeshamwamini Yesu. Kaka na watu wanatishwa. Yaani kuna sehemu nakuta ni matisho tu matupu, ili watu kila muda wanamnyenyekea mtumishi wa Mungu. Sawa, lakini sasa sio kwa namna hiyo. Halo, tusitishane bana. Na wakati Yesu ametangaza hapo magonjwa amefanyaje? Uchawi, hasa kama magonjwa amechukuliwa, wachawi wana kazi gani? Hamna lolote. Haleluya. Hata kama wanaloga mimi hawezi kuniloga. Najua huwezi sema amen. Sema amina katika jina la Yesu. Kalabasota labasota. Rata balabasata. Rabu shata. Hebu nena kwa lugha. Ripa kasota kapa. Koleza tu hapo, yalichukuliwa. Raka pasakata. Hata kama kuna kamzimu kalikuwa kana zengea kukuonyesha kama bado wewe ni wa ukoo kule, mwambie mimi nimehamishwa kwa jina la Yesu, na magonjwa yote, mateso, laana zimechukuliwa kwa jina la Yesu. Mimi nimebarikiwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Kwa ujasiri huo na kwa ufahamu huo utaona namna ambavyo maisha yako yanaenda hatua fulani. Haleluya. Haleluya.
magonjwa yako yamechukuliwa. Najua mimi sitaki ile kanisa tu tunapata taarifa mtu ameumwa, sio amepelekwa wapi. Nataka tuuelewa ufahamu wa neno la Mungu ili tutembee kwenye ushindi. Haleluya. Inabidi ifike mahala wale watu ambao hawamjui Kristo wao wanakuja kwetu wapate siri. Mbona nyinyi hatuoni mnaenda kupanga foleni? Kuna nini? Waambie Bwana siri ni yame wapi? Kama unataka na wewe yachukuliwe kuanzia leo, muamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Moja ya kitu ambacho kinakuja kuleta kama aibu, mwana wa Mungu naye yuko sehemu na wapagani nao wako wapi? Sasa hamna tofauti wanangu, au mnaonaje? Yaani hamna tofauti, na hii sio kiburi, yaani kwa unyenyekevu tu naongea hii kitu kwa sababu ya neno yamechukuliwa. Halo, yaani ifike mahala sisi wao ndo wanakuja sasa wapate hekima, wajifunze kwamba nyinyi mnafanyaje maisha yenu. Sio asubuhi mnapishana naye ana meza na wewe una meza. Na meza. Mnaulizana za mpagani na mwana wa Mungu. Wewe ulipewa mara ngapi? Mwaya, yani mimi ni moja mara. Mwambie jirani yake alichukuliwa. Kaya na masata. Haleluya. Yamechukuliwa. Ni hatari. Mnaulizana asubuhi pale. Yaani unajua hizi nyumba za kupanga. Kwa wale ambao bado wako kwenye labda ni msururu, kuna nyumba ambazo ukuta ni ndefu. Uswaki wote mnaswaki eneo moja, mnapitishana tu dawa, Colgate, White Dent. Wala shangaa mwingine anamezea nje na mwingine anamezea nje. Sababu ndani kule ni joto, unajua joto la dawa. Vipi nauli? Ngapi mara ngapi? Nini? Kwa jina la Yesu. Haleluya. Kaka. Maana Bwana Yesu alichukua. Bwana Yesu alichukua. Hawezi ruhusu aibu. Kwa jina la Yesu. Unajua ni kama kiburi fulani lakini ni neno la Bwana. Na litakusaidia. Haleluya. Yalichukuliwa. Chukuliwa magonjwa yako. Udhaifu wako umefanyaje? Umaskini wako umechukuliwa. Haleluya. Kuna kipindi fulani, kuna vitu fulani kwa sijafikia viwango. Ilikuwa siku 2-3 tumeenda full blood picture. Ni nini? Kidogo labda tuchukue kipimo kikubwa cha damu. Mungu, what is this? Baadaye nikajua kuna kodi nilikuwa sijaziendea. Lakini leo hata mtu akiamka asubuhi anapiga chafya, yalichukuliwa. Nenda pale madhabahuni, zunguka, wakumbushe malaika na mbingu Yesu alichokifanya pale msalabani. Baada ya muda utaona vinyamkera wale wanasema tuondoke. Huyo anajielewa. Haleluya. Unajua hata mjini ukipita watu wanaoibiwa unakuta labda yani ndio mara ya kwanza inawezekana kuja da. Anashangaa pale yuko pale nani? Kivuko, kwenye kivuko kile cha nini zebra. Anaangalia kumbe kuna jamaa wameshajua huyu ni mara ya kwanza. Ila wale wenyeji unakuta ana nani na huko anaangalia huko nani huko nyuma yangu. Halo? Sasa wale vibaka wanajua huyu anajielewa. Mpaka tumuendee. Inabidi uwe na gia kubwa. Naongea na mtu. Halo? Halo? Mimi nimewahi kutapeliwa na mke wangu hapa. Kutapeliwa $1,200,000. Kuna jamaa mmoja siku moja, kipindi cha tuna usongo wa kupata eneo la kanisa. Sasa kuna jamaa mmoja akanitafuta Facebook, akaniambia mimi ni katibu wa mke wa Nkurunziza kule Burundi. Sio unanielewa ninachosema? Sisi tunasaidia watu kujenga makanisa. Tumeona namna unavyohangaika, tuko tayari kukusaidia. Ila tuma $1,200,000 tupate hela sio ya kutumia nini bwana. Tukaenda ngwe. Nikamtumia. Taangia hapo apatikana. $1,200,000 ikaenda. Sasa taangia hapo. Walitokea na wengine, kuna mzungu mmoja naye alitokea mtandaoni kule Facebook. Anaongea pale Kiingereza, tuko tayari kusaidia na nini, tumeona wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe kwenda. Sasa hivi nimeshaelimika.
Sasa ndivyo ilivyo hata rohoni, ndivyo ilivyo hata rohoni. Haleluya! Hata angetokea mtu leo amekuja na mahela mengi hapa, mtu wa Mungu ambia, ngoja kwanza tuingie rohoni kwanza tujue. Halo. Kwa hiyo hata rohoni pia wao wanakuja. Unaelewa nini kuhusu afya ya kiungu? Unaelewa nini kuhusu baraka zako? Unaelewa nini? Yaani unajua nini? Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Hongera kwa ushindi. Nasema hongera kwa ushindi. Okay, naomba tuende point ya 7 watumishi wangu, because of time. Point ya 7. Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili kwenye familia ya Mungu. Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili kwenye familia ya Mungu. Karabasata. Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili kwenye familia ya Mungu. Kumbe mwanzo, kabla sijazaliwa mara ya pili, nilikuwa kwenye familia ya baba Shetani. Right now, kwa sababu ya wokovu, nimehamishwa. Nimekuwa kwenye familia nani? Ya Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Tuko sawa sawa. Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili kwenye familia ya Mungu. Unaona namna ambavyo thamani yako sio ya kawaida. Tuko sawa sawa. Yaani wewe na Mungu haumuiti tu Mungu kwamba kama Mungu kama wengine wanavyomuona Mungu tu. Wewe ni baba yako. Wewe ni Kwa hiyo kama uko kwenye familia ya Mungu, Mungu ni baba yako, unaweza ukaongea naye, unaweza ukamuelezea mambo kadha wa kadha ulionayo. Haleluya. Kwa sababu ni baba. Kazi ya baba ni kuwajibika kwenye majukumu ya watoto wake. Unanielewa? Haleluya. Kwa hiyo wewe na Mungu hamko mbali. Mungu yuko karibu na wewe. Tuko sawa sawa. Ni baba yako, yuko karibu na wewe kuliko unavyofikiri wewe. Yuko karibu mno. Ukisema tu my dad, tayari ameitika. Nasemaje mwanangu? Ukiona mzazi baba yote haitiki kwa mwanae, ujue kuna shida ya mahusiano au mawasiliano. Halo? Tuko sawa sawa? Ashukuriwe Mungu, Yesu Kristo alisharejesha mahusiano au mawasiliano kati yetu sisi na Mungu. Kwa hiyo tuko karibu. Biblia inasema kwenye Warumi 8 mstari wa 15 mpaka 16 pale. Unaweza ukasoma hapo. Naomba tutembee hapo. Nifanye mahesabu fulani hapa mazuri ili Jumapili jana tarehe ngapi? Takuwa tarehe 20 ngapi? 20. Soma kwanza. 26. Haya. Kumbe bado tupo hapa. Warumi sura ya 8 mstari wa 15 na 16. Anasema kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu. Hatukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani baba. Kumbe tulipozaliwa mara ya pili tumempokea roho wa Mungu, na kwa roho wake tumefanywa kuwa wana. Na Roho Mtakatifu au roho wa Mungu ndani yetu ana muda wote analia Aba pamoja na roho zetu, yaani baba. Hatumuoni Mungu kama Mungu muuaji tena, bali tunamuona Mungu ni baba yetu, baba wa rehema, baba wa huruma, mwenye fadhili nyingi, anayetuwazia mawazo ya amani. Kumbe Mungu ni baba yako anayekuwazia mawazo ya amani. Haleluya. Anaweza kukusikiliza ukiomba, anaweza kujibu ukiomba, kwa sababu tayari wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, wewe sio mtu tu, wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Baba yako wa mbinguni anakusikia, anakujali, anakupenda, anakujua. Haleluya. Tuko sawa sawa? Hebu jipigie makofi, maana makofi ya kidhaifu. Yohana 3 mstari wa 3 mpaka 8. Nataka tuende tumalizie pointi leo, tufunge kabisa mjadala wa zile maana za wokovu.
Kija raundi nyingine kwa neema ya Mungu kuja kutembea kwenye mtembeo. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 8. Naomba usome hapo haraka haraka tuweze kutembea haraka, mtumishi wa Bwana. Anasema ndio. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Mzee. Nikodemo alikuwa kwenye mfumo wa kimwili, hajaelewa mambo ya roho, ya kuzaliwa roho. Wanataka kujua sasa, mimi Nikodemo, labda mfano yeye ni mzee, ataingiaje kwenye tumbo la mama yake tena? Hajajua Yesu anachoongelea. Anasema yes, aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Anaona swali nzuri kabisa, hata wewe ungeuliza, hata na mimi ningeuliza. Yesu akajibu, amini amini nakuambia, yes, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Hawezi kuwa mwanafamilia wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Yes. Kwa hiyo katika mwili tayari wewe umetokana na Adamu, ila kiroho tayari wewe kwa sababu umeokoka ni familia sasa ya Mungu. Haleluya. Jipigie tena makofi. Narudia tena, wewe ni mwanafamilia kwenye familia ya Mungu. Kwa hiyo mahitaji yako yote, maelezo yako yote, mahitaji yako yote, masumbufu yako sina nini, peleka wapi? Kwenye familia na Mungu. Ni baba yako, anataka akusikie, anataka akuhudumie, anakujali, anakupenda. Haleluya. Kwa maana hiyo hawezi kukubali wewe uteseke, hawezi kukubali wewe ubaki kawaida. Kumbuka anasema kwenye ile Yeremia 29:11, mawazo anatuwazia ni mawazo ya amani, ya kufanikiwa kwetu. Haleluya. Amen. Huyu ni mzazi tu anaweza kuwazia watoto mawazo mema, mawazo ya amani, mawazo ya baraka. Haleluya. Tupo sawa sawa. Kwa hiyo ukiokoka umetoka kwenye ile namna ya kuitwa jumla kwamba wewe ni watu wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu, yaani tayari sasa kimaalum mimi ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siko jumla. Ndio maana hata ukipata ufahamu, hata namna yako ya kuongea na Mungu inaanza kuwa ya tofauti kidogo. Unajua mtu ambaye hajaelewa anaongea na Mungu jumla, yaani hana uhakika kwamba anasikilizwa, anajibiwa, yaani ili mradi tu anaomba, hana uhakika. Ila tayari mtu ambaye ameshajielewa kwamba yeye ni mwana kwenye familia fulani, namna anavyoenda kuomba vitu, namna anavyoongea na baba yake, anaamini, ana uhakika kwamba huyu ni baba yangu, ananisikia, ananipenda, ananijali, ananiwazia mema. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo siruhusiwi kutoka kirahisi kwenye familia nzuri namna hii. Utaiachaje? Kwamba mtu ameokoka leo, baada ya wiki 3 ameacha wokovu, yaani amejiingiza kwenye familia ya Mungu, ametoka tena amerudi kwenye familia nani? Ya shetani. Kwa shetani kule kubaya, kumeharibika kule. Halo, kumefanyaje kule kubaya kule? Unajua ukiwa kwenye familia ya Mungu umejificha muda wote, yani uko salama. Kwenye dunia hii ambayo watazaa maisha yamekuaje, wewe uko vizuri. Kwa sababu baba yako anakujali, baba yako anakutunza, baba yako anakulisha, baba yako anahakikisha ukiwa duniani kama balozi, kama wakili kwenye familia yake, maisha yako yote yanakuwa safi, yanakuwa mazuri. Amen. Amen. Unatembea kwenye ustawi. Haiwezekani ukae kwenye familia ya Mungu baba yako umepauka. Haiwezekani. Nasema haiwezekani. Yaani Mungu ambaye ameumba vyote, alafu ni baba yako, alafu wewe umekaa kiasara mwanae. Haiwezekani. Hebu jiangalie ulivyo. Jipigie makofi. Sema asante baba yangu wa mbinguni, maana unanipenda. Umenifanya nipendeze namna hii, nimenawiri namna hii, nimestawi. Haleluya. Haleluya.
Kalabasata labasata. Hebu nena dakika moja, jipongeze kwa kuwa kwenye familia ya Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Mbingu zinataka zikupeleka hatua kubwa mno ya baraka. Rimanda kapara masata lama. Eria masata. Kwa kuwa tu kwenye familia ya Mungu, kwenye ufalme wa Mungu, mimi sio mtu wa kawaida. Uzao wangu hautakuwa wa kawaida. Kesho yangu, kesho ya watoto wangu haitakuwa ya kawaida. Mandarabosata yando kusakapa. Kanisa hili Bwana halitakuwa la kawaida, halitakuwa la kawaida, kwa sababu sisi sio watu tu, sio watu wa dini tu. Sisi ni wana wa Mungu. Maisha yetu hayatakuwa ya kawaida. Kesho zetu hazitakuwa za kawaida. In Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Naomba tuende sasa point ya mwisho kwenye maana zetu za wokovu. Point ya 8 inasema ndani ya wokovu jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo, au kupitia wokovu jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo. Kwa njia ya wokovu au kupitia wokovu au ndani ya wokovu, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo, linaandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo. Hawakuchukulii poa, hawakuoni kama mtu wa kawaida. Unajua mtu anayejulikana mpaka jina lake, kuna namna hawamchukulii kawaida. Haleluya. Ndio maana mtu akija hapa akasema nilikutana na mwanao, namwambia nani? Mwanao tu. Yupi? Mtaje jina fulani. Okay, sawa, ni mwanangu. Umenielewa? Ila akisema tu mwanao yule tu ambaye yuko niambie jina lake. Kwa maana hiyo kupitia wokovu majina yetu yanaandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo. Praise the Lord. Oh Jesus. Naomba usome Kutoka 32:32. Kutoka 32:32. Naomba tuende haraka haraka hapo, mtu wa Mungu. Naomba tuende haraka haraka tumalizie na hii point yetu. Jesus. Kutoka 32:32 anasema walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichoandika. Huyu ni Musa anamwambia Mungu, kama utawasamehe au hautawasamehe wana. Unajua, kumbuka Mungu alikasirishwa na wana wa Israeli. Ikafika mpaka muda Musa anamwambia Mungu, kama hutaki kuwasamehe watu, ni heri unifute jina lako kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, niondoe kabisa. Hadi kuna maana gani umenitoa huko kote alafu watu waue hapa? Yaani mimi kuna faida gani ya mimi kuwa mchungaji sasa? Hamna watu. Halo, tuko sawa sawa? Hasa ni majitu ambayo yalishafika mahali. Unajua mtu anaongea hivi, huyu sio mtu wa kawaida. Bwana, kuna faida gani uniacha hapa mwenyewe? Ni heri na mimi unifute tu. Futa hilo jina liloliandika. Kwa maana yake Musa yuko mbinguni, si sawa? Si ameandikwa jina lake? Bwana Yesu asifiwe. Haya, Ufunuo 20:15. Naomba tuende haraka haraka. Ufunuo 20:15. Wewe ni Bwana Fani, wewe ni Bwana. Anasema yes, na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Umeona hii kitu? Kumbe ukiokoka jina lako linaandikwa wapi? Kwenye kitabu cha mwanakondoo au kitabu cha uzima. Tayari wewe umehepa, au tupi wapi? Lakini kama bado mtu hajaokoka, manake jina lake halijaandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo au kitabu cha uzima milele. Kwa hiyo kama yani asipookoka mpaka Yesu anarudi, kuna hatihati ya kufanyaje?
ya kutupwa wapi? Sasa usijidanganye kwamba ukitupwa kule kwamba huyu mtu atateketea tu. Ateketea, anavikwa mwili wa kutokuteketea, yani wa kutokuzeeka, ni mwili wa kuzimu. Kama ambavyo wana wa Mungu watavikwa miili ya mbinguni, ndivyo hata wale watakao tupwa kule nao watavikwa nini? Miili ya kuzimu kule. Yaani mtu anaunguaga tu aishi milele na milele. Kuna mtu anadanganya kwamba si nitateketea niwe majivu ndio imeisha. Amna. Tuko sawa sawa. Heri yako wewe ambaye tayari umempa Yesu maisha yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Shalada bala satana. Rabala seteli amana. Shandalama. Naomba ufungue tu sauti yako. Nguvu za Mungu ziko hapa. Riko poria manda. Mshukuru Mungu. Ribo ndoria masanda rabo koria. Yanderebo shendelebo setala bakoria. Yenderebo shindala la bakoria mandara bosata. Iri mimi mishtandana na makoria. Ira mama santoria maka. Ire mama santoria mama. Mwambie Baba, asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya neema ya wokovu Bwana. Asante kwa ajili ya kuniokoa Bwana. Nisaidie kudumu katika imani, katika safari ya imani. Raka parabosata. Ira makaya na masantoria ma. Yanda rabo sekelebo sata la bakoria. Manda rabo shendelebo siara la bakoria. Manda rabo setelebo shanda la ma. Neema yako Bwana iniwezeshe. Neema yako Bwana iniwezeshe kudumu katika safari ya imani. Paulo anasema ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Iwe ni njaa, uchi, udhia. Shabaladaba sutalaba usika. Era masanda rabosike. Ribabo shandalama. Mwambie Bwana, nisaidie mimi. Usiwako na kitu chochote, usiweko udhia wote. Karabasata labosata. Rebo sandarabo sikarabakoria. Mandarabo shandalabayando. Karabasata. Ira mandarabo seke. Shanana makayama. In Jesus' mighty name we pray. Amen.